Erwane kakera wagenda galola gaino mdangambo ya mkongomani mkuwa mumbaza Fizi ni baereze ekitatife bwija Fizi ara munda yehe kuti mkongomani abana butaji umuntu mulaga kubona mulaga kapata Na mambo vipi wale wetu wa Buzz TV? Tumaini langu ni kwamba wewe ni mzima afya kabisa. Unazidi kutufuata moja kwa moja katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndani ya jimbo la Kivu ya Kusini. Hapa tuko katika maeneo ya tarafa la Fizi katika kijiji cha Kasaba ndani ya sekta ya Nganja katika pwani ya ziwa ya Tanganyika katika kijiji cha Kasaba ambako mafuriko makubwa yameweza kuonekana katika kijiji hichi na kuweza kuleta maafa ya watu wengi ambao wameweza kupoteza maisha yao na kuweza kufukiwa na mchanga pamoja na mawe. Kama kisi unavyoendelea kuona, hii ni ziwa Tanganyika ambayo inapatikana katika kijiji hicho, hususani katika upande wa wavuvi wanaendelea kuvua samaki zao katika maeneo hayo. Kijiji cha Kasaba kinaweza kupakana na katika kijiji cha Sele pamoja na kijiji cha Yungu pamoja na kijiji cha Talama huko katika maeneo ya Nganja tarafani Fizi. Kunasemekana kuwa watu wengi wameweza kupoteza maisha hadi mpaka sasa. Idadi ya watu bado haijajulikana sawa sawa, maana bado wanazidi kufukua maiti ambazo zilikuwa zimezikwa na mchanga pamoja na majiwe imeweza kuwaponda na kuwasaga kabisa, ambao ni mtoni umeweza kuraruka vibaya na kuweza kuua watu na kuweza kubeba baadhi ya nyumba pamoja na watu ambao walikuwa wamo ndani ya nyumba. Kama kisa unavyoendelea kuona, hayo ni mawe ambayo mto huo umeweza kuchukua na kubeba kabisa na kutupa kwenye ziwa la Tanganyika. Hadi mpaka sasa maiti zinazidi kufukuliwa katika ziwa hili la Tanganyika ndani ya hicho kijiji cha Kasaba. Hadi mpaka sasa, mpenzi mtazamaji wetu, bado kujulikana idadi ya watu ambao wameweza kupoteza maisha katika haya ambayo yameweza kupitikana katika maeneo ya Kasaba. Kama ni mara yako ya kwanza kuweza kuangalia video zetu, naomba ubonyeze alama subscribe kisha utabonyeza alama kengele kwa ajili ya kupata video zetu nyingi zaidi, na pia usikose kuwasambazia wengine, na pia usikose kucomment wala kulike wala kutoa maoni yako ili tupate kujua ya kwamba ni nini ambacho hasa watu wanaweza kufanya. Pamoja na hayo, mpenzi mtazamaji, naomba upate kuweka emoji ya nchi ya bendera ambako unakupatikana, ajalishi huko katika maeneo gani. Naomba uweke bendera ya emoji ili tupate kujua ya kwamba unatufuata ukiwa maeneo gani. Hizo ni maiti ambazo zinafukuliwa hapo, na baadhi ya watu na familia nyingi ambazo zimeweza kupoteza watu wao ziko katika simanzi kubwa na kuweza kulia baadhi ya ndugu zao ambao wameweza kuwaacha. Na pia mpenzi mtazamaji wetu, kama wewe umebahatika kuweza kuwa katika siku ya leo, basi muombe Mungu na kumshukuru, kwa maana kuna wengi ambao walilala lakini hawakuweza kuamka, maana wengine walijikuta ni marehemu na wengine wamejikuta huko katika vitanda vya maututi, na wengine pia hawana matumaini tena ya kuishi kutokana na shida na hali ya maisha ambayo wanayoyapitia. Kama wewe uko mzima wa afya na unazidi kuwa vizuri kabisa, basi umuombe Mungu, kwa maana kuna wengine wanatamani wao kama gisi ulivyo lakini hawapati huo muda. Hichi ndicho ambacho kimeweza kutokea katika kijiji hichi cha Kasaba. Kama gisi unavyoendelea kuona mpenzi mtazamaji wetu, kumeweza kuonekana kuwa kumekufa baadhi ya watu wengi, pamoja na watoto, pamoja na wamama, pamoja na vijana, pia pamoja na wavulana, wote wameweza kufariki katika maeneo haya. Pia tarafa la Fizi lina msiba mzito kabisa kutokana na hile ambalo limeweza kupitikana huku, mvua nyingi ambayo imeweza kunyesha na gharika nyingi ambayo imeweza kuondoa na kuchukua mawe mengi sana, ambayo imeweza kubeba mawe mengi, na ndio ambayo imeweza kuleta maafa zaidi ya kuweza kuua watu na kuvunja manyumba. Hapo hivyo unapoendelea kuona hapo ni baadhi ya maeneo ambayo wakaaji walikuwa wamejenga, lakini mpaka sasa tazama, kumekuwa kama vile kukua kunakaa watu bwana. Hiyo ndio gharika ya maji ambayo
imeweza kuleta hiyo gharika hapo na kuweza kuondoa baadhi ya wale ambao walikuwa wameishi hapo. Hadi mpaka sasa maiti zinazidi kufukuliwa, mpenzi mtazamaji. Kwa hiyo jiunge nasi katika kipindi kingine ili tupate kukuletea habari nyingine ambazo tuko nazo, upate kujua kila ambacho kinachoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan katika masuala ya kivita ambayo inaendelea huku na usalama mdogo unaoripotiwa katika vijiji na miji ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambayo imeletwa na waasi wa M23 ndani ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mimi ni mtangazaji wako maridadi, naitwa kwa jina la Jacob Daniel Pascal, na kutangazia moja kwa moja ndani ya Alobo Verbals TV hapa katika uwakilishi wangu nikiwa katika jiji la Baraka, ili nipate kukuletea habari mbashara katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Naam, nikuache ili upate kutufata katika kipindi kingine ambacho kitakachokujia muda sio mrefu, mpenzi mtazamaji wetu. Chao. Enda yote unaweza shangala mwenyewe anayoa kasaba hivi, niko nashimamia pale kwa Lufumbo. Maana yake ni yulu kabisa ya nyumba za Sadoki pale. Nilienda mtoni nayo ilivimba, sagisi ilivimbaka mtoni ya kule Kakone kule. Inafanya ajali moja yenye iko extraordinary kabisa. Hatari sana. Ndio ile mapendwa. Ndio habari ya kasaba ile. Kwa video yenye watu hawataweza kulia. Yasadoki paka utangania ule yasadoki yawe ali babatu yasadoki anu mpaka ule omwe.